Yakiwa yamebaki masaa machache tu kuelekea kwenye mechi ya mkondo wa pili kati ya Simba Sport Club na Al Masry ya nchini Egypti. Mchezo wa marudiano mara baada ya mchezo wa kwanza Al Masry kushinda kwa goli 2-0. Sasa leo ni mchezo mwingine ambao Simba wanaenda kucheza huku wakiwa wanajua kabisa ili kufuzu kwenda hatua ya nusu finali lazima wapate magoli zaidi ya 3 ili kuweza kumpiku Al Masry ambaye ana magoli 2 mpaka sasa hivi. Sasa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Simba Fadlu Davis, yeye aliweka wazi kwamba dhamira ya kikosi chake kuandika ukurasa mpya kwa kugeuza matokeo dhidi ya Al Masry kutoka Misri. Mchezo huu wa marudiano wa robo finali utafanyika leo hii tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Simba wanahitaji ushindi wa mabao 3-0 ili kufudhu kwenda hatua ya nusu finali baada ya kupoteza mzunguko wa kwanza ugenini. Akizungumza kwa kujiamini, Davids amesema kikosi chake kipo tayari kwa vita hii muhimu, akisisitiza kuwa safari bado haijafika mwisho na matumaini ya kusonga mbele bado yapo hai. Hatujamaliza bado na tunaamini tutacheza vizuri siku ya leo. Tunahitaji mashabiki wetu waendelee kutuamini. Tunawahitaji wawe nyuma yetu kwa dakika zote 90, alisema kocha huyo. Aliongeza kuwa ushindi huo utatokana na utekelezaji wa mbinu walizojiandalia kwa umakini mkubwa, huku akiamini kwamba wakitimiza hilo basi nafasi ya kusonga mbele ipo wazi kabisa. Kwa upande wa wachezaji, nahodha wa Simba Mohamed Hussein Zimbwe Junior amesisitiza kuwa maandalizi ya mchezo huu yamekamilika kwa 100% zote na kila mchezaji yupo tayari kwa vita ya kusaka ushindi mkubwa. Ugumu upo, lakini tunatambua wajibu wetu. Tunaenda kufanya kazi na kulipa imani ya mashabiki wetu kupitia kauli mbiu yao ya hii tunavuka na tunavuka kweli, alisema Zimbwe Junior. Zimbwe Junior alifunga kwa kusema kuwa lengo la timu si tu kujivunia kufika robo finali, bali kuvuka hatua hiyo na kuandika historia ya kufuzu nusu finali ya michuano hiyo ya kimataifa. Mashabiki wa Simba sasa wana kila sababu ya kujitokeza kwa wingi kuisapoti timu yao hii leo, huku matumaini ya ushindi mkubwa na kugeuza matokeo yakiwa yamejengwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. So hiyo ni taarifa ambayo Fadlu Davis na captain wa klabu hiyo ya Simba wamejaribu kuyaweka sawa kabla ya mchezo kwenda kufanyika. Lakini pia Fadlu aliongeza kuwa anahitaji ushindi wa mabao 4-0. Yupo tayari kuwajibika asipopata ushindi huo. Kocha mkuu wa Simba Fadlu Davids amesema katika mchezo wa leo hii wa robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, ili kufuzu finali wanahitaji kushinda 3, lakini kwa mazoezi waliofanya ni kwa ajili ya kufunga mabao zaidi ya 4. Wekundu wa Msimbazi hao ambao mchezo wa kwanza ugenini walipoteza kwa kufungwa goli 2-0, lakini leo hii wanashuka dimbani kurudiana na Al Masry kutoka nchini Misri kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari leo kuelekea mchezo huu, Fadlu amesema lengo lao ni kupindua meza kwa kuwa Simba ni klabu kubwa Afrika na inataka mafanikio yakiwemo kutinga nusu finali, na ikishindikana atakuwa tayari kuwajibika. Tunahitaji mabao 3 ili kufuzu nusu finali, na hii wiki nzima tumefanya mazoezi walau tufunge mabao zaidi ya 4 na sio 3 pekee, amesema Fadlu.
ameeleza kuwa katika kuhakikisha wanafanikisha malengo yao katika mchezo huu anaweza kutumia washambuliaji wawili huku wakiwa makini na wapinzani kuhusu kufanya mashambulizi ya kushitukiza. So hiyo ni mipango ya kocha wa Simba Fadlu Davis kuelekea mchezo huu ambao una tension kubwa sana, si ndani tu ya uwanja bali hata nje ya uwanja. Ni mchezo ambao umechukua akili lakini pia na masikio ya Watanzania wengi kuelekea huu mchezo. Lakini wakati haya yanaendelea ya ndani ya uwanja, huku nje ya uwanja CEO wa klabu hiyo klabu ya Simba, hapa namzungumzia CEO wa Simba madam ambaye sasa hivi ndo anakaimu huo CEO, yeye ameyaweka wazi kwamba kuelekea kwenye huu mchezo ambao unachezwa siku ya leo, anafahamu wote kwa pamoja tuna hamu ya kupata matokeo katika mechi hii, lakini matokeo haya kuyapata kwa kushinda na kufuzu. Sisi tumeweka mazingira mazuri ambayo yataiwezesha timu yetu kufuzu. Huyu ni CEO wa Simba Zubeda, ambaye pia aliendelea kwa kusema, nipo hapa kuwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya leo, lakini ningependa kutoa taarifa muhimu kwamba tunaendelea kushirikiana na serikali kuimarisha usalama wa siku hii ya leo. Tunawataka wapenzi wetu wahakikishe kwamba wanazingatia mazingatio yote ambayo yatawekwa ya usalama. Hatutaruhusu mtu yeyote ambaye sio mwana Simba kutuharibia shughuli yetu. Katika mchezo uliopita walisema maneno mengi kwamba kuna wazee wafupi sijui mbuzi, lakini tuwatumie ujumbe kwamba kama mechi haikuhusu wabaki nyumbani, na sisi tumejiandaa kudhibiti hilo kama klabu. CEO wa Simba Zubeda Sakuru aliongea hayo leo hii alipokuwa anahojewa na waandishi wa habari. So hii ni mechi ambayo imechukua tension kubwa sana kwa viongozi, lakini pia kwa mashabiki wa klabu hiyo. Huku ni siku chache tu zimepita, mwenyekiti wa klabu hiyo ametoka anazungumzia hii issue kwamba kuna watu ambao sijui kama wanawabeza, sijui wanawahujumu na vitu vingine kama hivyo, na alisisitiza kabisa kwamba wao Simba wanaenda kushinda hii mechi na watafuzu vizuri tu, na hao wote mnaowasema sasa hivi watakuja kushangaa hapo baadaye. Lakini pia Simba alisisitiza kwamba hii hatua si kwamba hawajawahi kupita, wameshavuka toka miaka ya 90 huko wamefika fainali, miaka ya 70 huko wamefika nusu fainali. So hii haitakuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo amesisitiza kwamba wanaenda kufanya tena kama walioyafanya miaka ya 90. Huyo ni mwenyekiti wa Simba ambaye aliyazungumza haya Murtaza Mangungu. Sasa sijui alikuwa anatupa dongo wapi au hili jiwe lilikuwa linatupa wapi, lakini naamini tulikuwa natupa kwa mpinzani wao ambaye ni Yanga, ambaye mpaka sasa hivi anawasimanga kwa yeye kufika fainali. Amefika fainali, alikuja na medali hapa. Sasa wao inabidi wathibitishe hilo kwamba wao wakubwa kwa kiasi gani kwenye hili kombe ambalo wao wanasema ni dogo, basi wakafike huko ambako wenzao walienda kufika. So ndo tunasubiri muda ufike tu tukaone uwanja wa Benjamin Mkapa ni nini ambacho kitaenda kutokea. So brace, keep and wait what will happen at Benjamin Mkapa Stadium. Mnyama ataenda kunguruma au leo ataenda kushikwa mkia tena?